maamuzi yenye majuto. Kumbuka wakati tuko katika huu mwezi wa 4, tunakumbuka nguvu ya ukombozi, tunakumbuka historia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka pia namna ambavyo alishinda nguvu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatembea na hii neema katika huu mwezi wa 4. Tukiendelea kumwamini Mungu kwamba kila alichokifanya kwenye msalaba, tunapokumbuka nguvu yake na uweza wake, basi ile nguvu itadhihirika katikati yetu, hata katika huu mwezi ambao Mungu amekupa kwa ajili ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokumbuka ile nguvu ya ukombozi, itaendelea kufanya kazi hata katika mwezi huu na katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo we are taking advantage the fact that kwamba tuko kwenye msimu mzuri sana na mwezi mzuri sana. Lakini natamani leo hii tukajifunze namna ambavyo maamuzi yetu yanaweza kuleta majuto makubwa sana. Lakini namna ambavyo maamuzi ya wazazi wetu yameleta majuto makubwa katika maisha yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu ya leo ni sana sana kwa sababu ya maamuzi ambao wazazi wetu walifanya on our behalf. Unajua ukiwa mdogo unaenda wazazi wako wanapoenda, si ndio Unaketi wazazi wako wanapoketi, unaishi wanapoishi wao. Unakuwa hauna maamuzi, hauna sauti ya kusema kwamba sitaki kwenda leo hii nikaishi Singida. Sitaki kwenda leo hii kuishi Dar es Salaam. Sitaki leo hii kwenda kuishi sio kwa bibi. Unafanya kile ambacho unaelekezwa. Lakini utagundua kwamba kuna maamuzi ambao wazazi wetu waliyafanya wakiwaza kwamba wanatenda mema kwa ajili ya kutusaidia na to give us a better future. Lakini utagundua kwamba haya maamuzi though yanaonekana mazuri kwa macho, lakini kuna milango ilifungua. Bwana Yesu asifiwe, katika maisha yetu, ambalo hii matokeo ya maisha yetu ni kwa sababu ya maamuzi yao, na limitation nyingi ambazo pia ziko katika maisha yetu leo hii ni kwa sababu ya maamuzi waliyofanya jana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunajifunza maamuzi yenye majuto? Manake sasa wewe lazima uwe the improved version of your parents. Lazima wewe ujifunze kufanya maamuzi mazuri. Ukiwa unafanya maamuzi, haufanye maamuzi tu kwa ajili ya leo, lakini pia vile vile hautafanya maamuzi haraka haraka kuangalia upande mmoja wa situation. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukiwa unafanya maamuzi, fanya maamuzi ya leo yako ya leo, lakini pia fanya maamuzi ya kesho yako ya watoto wako. Amen. Lakini sio kesho yako katika upande mmoja tu, ya kwamba na chakula na shule nzuri ya kwenda, lakini pia tuwaze kuhusu future zao za ndoa na future zao za uzao. Amen. Amen. Kwa hiyo tunataka kujifunza leo hii couple ambayo ilifanya maamuzi. Na wengi tunafahamu hii story, lakini wakati na msimu Mungu nikafundisha nini, akanipa hii story, akaniambia nenda kwenye hichi kitabu. Najua nimefundisha sana hichi kitabu, lakini na ufunuo ambao natamani tukauelewe leo hii, especially katika eneo la familia. Tulikuwa tuna look at familia, tunawaza ndoa, tulikuwa tunawaza familia, na kuna hii picha natamani uipate na hichi ukifahamu, ili wakati unafanya maamuzi basi uweze kufanya maamuzi ukiwa unawaza kwa upana zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda katika kitabu cha Ruth 1:1. Neno la Mungu linasema maamuzi yenye majuto. Ruth 1:1. Ruth sura ya 1 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, waamuzi walipotawala Israel, kulikuwa na njaa katika nchi. Mtu mmoja kutoka nchi ya Bethlehem ya Yuda pamoja na mke wake na wanawe wawili akaenda kuishi katika nchi ya Moab. Sasa Ruth 1:1. Naomba nisome tena. Ruth sura ya 1 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, waamuzi walipotawala Israel, kulikuwa na njaa katika nchi. Mtu mmoja kutoka nchi ya Bethlehem ya Yuda pamoja na mke wake na wanawe wawili akaenda kuishi katika nchi ya Moab. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla haya maamuzi kufanyika, tunaona kuna historia, tunaambiwa kwamba katika nchi ambayo walikuwepo hii familia, kwa sababu tunaelezwa kwamba kuna mtu, kuna mke, kuna watoto, manake hii ni familia. Neno la Mungu linatuambia kwamba katika hilo eneo walikuwepo, katika hiyo nchi waliokuwa, tunaambiwa kwamba kulikuwa kuna njaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka kwamba Bethlehem ya Yuda, hili ni eneo ambalo kumbuka Mungu aliwapa wana wa Israeli kama eneo lao la urithi. Mungu akamwambia kwamba kuna nchi, wana wa Israeli, ondokeni Misri, nendeni kwenye nchi ambayo kwenye hiyo nchi kuna asali, kuna maziwa. Maanake tayari kwamba kwenye mind ya Mungu, kwenye vile ambavyo Mungu ameviacha katika nchi ya Betheli, tayari
ilikuwa ni nchi ambayo ina breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu ni msimu tu ambao hii nchi ilikuwa inapitia, ni msimu wa njaa. Lakini katika vile ambavyo Mungu ameviweka au katika kusudi la Mungu, hii ni nchi ambayo ina breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba ilikuwa ni nchi ya Bethlehem. Na wengi tunafahamu maana ya Bethlehem ni house of bread, nyumba ya mkate. Maanake tunajua kwamba hili eneo ambalo in the realm of the spirit ilikuwa ni eneo ambalo lina breakthrough. Sasa katika huu msimu, neno la Mungu linasema kwamba waamuzi walikuwa wanatawala. Tayari tunapewa historia kwamba kulikuwa kuna tawala mpya katika ile eneo. Na kwa sababu ya ule utawala mpya tunaona kwamba katika vile walivyokuwa wanafanya wale watawala, nchi iliingia kwenye njaa. Ndio maana wapendwa wanasema tu angalifu sana. Ya kwamba Mungu akikupa neema ya kusimama katika eneo kuliongoza, make sure kwamba unaleta mafanikio katika ile eneo. Fanya kile ambacho Mungu amekusudia ulifanye. Mungu anakupa familia. Do the right thing, hakikisha kwamba hiyo familia inakuwa na mafanikio. Kokote ambapo Mungu anakuweka in charge, unajua unavyosema kwamba nataka ndoa. Kila siye binti unavyoambia Mungu nataka unipe ndoa, unaambia kwamba nataka unipe uongozi. Nataka unipe eneo where I'm going to be in charge. Nataka unipe eneo ambalo naenda kulifanyia na kwa sehemu ya kufanya maamuzi sahihi. Manake my mind tayari na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi bila influence ya watu wengine. Mimi nashanga na wakati mwingine namwambia mtumishi. Naambia mtumishi, unakuta ya kwamba kuna viongozi wako kanisani. Ikifika tunaombea ndoa hapa, maashers whatever wanataka kuoa. Lakini ikifika point ya kuoa, wazazi wanakuja. Wazazi wao wako kwenye kanisa lingine, wao wako kwenye kanisa hili. Sasa kuna utofauti. Kuna wale ambao wazazi wanatakiwa kuishia kwenye hao makanisa. Sisi tunatakiwa tuendeleze another revelation ya breakthrough ya Mungu, madhabahu nyingine kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekusudia wazazi wako endelee kwa Lutheran, it's not a bad thing, Lakini Mungu akikupa neema ya kwenda kwenye kanisa lingine, maana yake kupitia ufunuo ambao Mungu ameweka kwenye hilo kanisa lingine, kuna dimension nyingine ya breakthrough anayotaka kuleta kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. We are moving from glory to glory. Sasa basi, unakuta mtu anakuambia nataka kuoa. Okay, unataka kuoa. Okay, haya. Mimi naomba naogopa kuoa kwenye kanisa lenu kwa sababu wazazi hawataki, wanataka turudi kwenye makanisa. Sasa ninasema mbega mtumishi, kama bado wazazi wanakufanyia maamuzi ya madhabahu ipi ufunge ndoa, maana you are not matured yet to get married. If your parents are still influencing even decision yako ya kuoa, maana you are not ready to get married. Hakuna eneo ambalo liko serious kama eneo la agano la ndoa. Kwa huwezi kusema kwamba mimi I want to get married, lakini unajua kabisa kwamba wewe huna maamuzi yoyote. Huna maamuzi yoyote. Tukaeni tu huku tuendelee kumsifu Mungu tukue. Mpaka eneo lako la maamuzi liwe strong kwamba mzazi akisema kwamba naweka mguu kichini, sita kusupport, nasema hautanisupport, lakini naenda kufunga kwenye ile madhabahu pale. Tumeacha kitu. Yes, hutanitolea mchango, lakini ninaenda kufunga ndoa yangu kwenye ile madhabahu. Hayo ndo maamuzi ya leader. Huwezi kuwa unataka kuolewa au kuoa, bado unapelekwa na upepo wa shangazi anakuja juu, bibi anakuja juu, mjomba anakuja juu, baba anakuja juu. And then unasema kwamba I am ready to get married. Where are you getting married? Kwa sababu sasa kipimo cha leadership, wewe ukienda kuwa kwenye familia unaenda kuwa kichwa. Baba sienda kuwa kichwa. Mama na wewe unaenda kusimama kama msaidizi. Si ndio? Sasa inakuwaje kwamba unashindwa kufanya maamuzi sahihi? Bado unasema kwamba shangazi kasema, bibi kasema, you are still a baby. Kwa sababu watoto tunaamulia. Nenda shule hii, nenda hapa, si ndio? Wewe kama bado unajua kabisa kwamba kuna influence ya wazazi uko katika maisha na unaenda na influence yao, tuendelee kujifunza. Let's continue to stay here. Bado hatuko tayari. Bado uko tayari. Kipimo cha leadership is decision making. Can you be able to make decision and stand firm kwenye maamuzi yako? Ukifanya maamuzi, mtu akifanya akisema hili neno unarudi kushoto. Mwingine akija kushoto, kulia unarudi huko. Bado kabisa. Sasa basi, tunaona kwamba kulikuwa kuna msimu wa njaa katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake walikuwa nchi ilikuwa inapitia some type of transition. Walikuwa kwenye msimu wa njaa kwa sababu waamuzi walikuwa wako pale wafanye vilivyo sahihi. Na tunaona sasa katika ule msimu wa transitioning,
mawazo walikuja, walisikia ya kwamba kuna nchi ambayo inaitwa Moab ambayo ilikuwa ina chakula, ambayo ilikuwa ina uwezo wa kumpa mtu mafanikio. Yamkini walisikia kwamba Moab kuna kazi, kwa sababu kipindi hicho ambacho kuna njaa, manake tayari uchumi wa nchi uko affected. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaamini kwamba when it comes to the family ya Naomi hapa, tunaona kwamba tayari kulikuwa kuna issue kwa baba kupata kazi, kwa sababu kipindi kile alikuwa anategemea sana kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kabisa tayari kulikuwa kuna issue ya kazi hapo, tayari kuna issue ya uchumi wa familia kuwa affected. Tayari kwamba hapa watoto yamkini ilibidi sasa watoke katika zile shule walikuwa wanasoma waende kwenye shule nyingine. Kwa hiyo tunaona kwamba uchumi wa familia ukawa affected. Na tunajua kwamba kwa kibinadamu everybody tunataka kuwa na mafanikio, lakini pia tunataka pia watoto wetu waende shule nzuri, watoto wetu wawe na sehemu nzuri za kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tu tuna sehemu nzuri za kuishi. Kwa mafanikio ni kitu ambacho Mungu amekeka ndani yetu, lakini sasa lazima tuwe waangalifu wapendwa, especially katika msimu wa transitioning. Bwana Yesu asifiwe. Msimu ambapo unaona kwamba kuna mabadiliko yapo kwenye familia, kuna mabadiliko yapo kwenye jamii. Maamuzi ambayo unatakiwa kuyafanya lazima uwe mwangalifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona kwamba waliona kwamba nchi ya Moab ilikuwa ina chakula, na wakafanya maamuzi ya kuondoka nchi ya Bethel. Kumbuka Bethel ni sehemu ambapo Mungu aliwaweka, ni sehemu ambapo Mungu tayari alikuwa ameshaweka ulinzi hata katika hilo eneo. Sasa tunajua kwamba kikawaida hata sisi tukithamini, utagundua kwamba kuna movement ambazo umezifanya ni kwa sababu ya fursa ambayo umesikia sehemu. Tima, kuna sehemu ulisikia kuna kazi, ukaplay kazi kwenda, si ndio? Kuna sehemu kwamba ulisikia kuna sehemu ulisikia kwamba nikienda kwenye ile kanisa kuna vijana, umeona, kwa hiyo nitapata breakthrough ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Most people, mimi najua hata mabinti ambao wametoka kwenye ile kanisa, kwa sababu wanasema kwamba kanisa reality hamna vijana wa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna kitu kibaya ukoondoka sehemu ambapo wewe kwa macho yako unaona kwamba hakuna, lakini in the realm of the spirit Mungu anaona kwamba hapa kuna everything that is needed to provide the need of my children. Sasa ukisoma hili neno, waliondoka kwa sababu ya uhaba, kulikuwa kuna njaa. Nina mwanangu mmoja yuko nchi za Uarabuni huko. Yeye alienda kwa sababu kuna fursa ya kazi aliona, lakini alifanya maamuzi, hakujua msimu wake unasema nini kwenye Mungu wa roho, kwa sababu ni binti katika yuko kwenye ile age ya ndoa. Ameenda kwenye hiyo nchi, lakini akiongea na mimi na maombi ambayo ninayafanya kila wakati ni maombi, tunapambana na spiritual husband all the time. Lakini anapoongea na mimi namwambia, mwanangu, wakati ulipokuwa unaona fursa ya kazi, kuna kitu ambayo adui hakukuonyesha ya kwamba ulikuwa pia kwenye msimu wa ndoa. Kwa nini naelezea hii point? Nitairudi huku kueleza nini nataka kusema. Kwa sababu kuna transition ambazo tunazifanya without understanding season inasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunapoelekea huko tunapoenda, je, hiyo fursa tunayoona kweli ni fursa, au katika hii fursa pia kuna mitego ya adui? Kwa sababu changamoto ya adui kazi yake ni kuonyesha upande mmoja tu, yale mazuri, lakini kile kibaya hakuonyeshi. Wakati hawa wanafanya maamuzi ya kwenda Moab, kitu ambacho adui hakuwaonyesha hii familia au huyu mwanamke ni limitation ambayo iko kule anapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho tunataka tukifahamu kwanza, ya kwamba namna ambavyo Mungu ametuumba, namna ambavyo Mungu amekusudia maisha yetu, utagundua kwamba Mungu ametuwekea mipaka ya mahali ambapo tunatakiwa tuishi. Nenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26. Hatutakiwi kuishi kokote ili mradi kuna fursa. Usiwe mwepesi kuwa mtu ambao unasikia kuna fursa sehemu fulani, ukafanya maamuzi haraka kwamba nataka kuhama mkoa huu, nataka kuhama ile eneo kwenda hili eneo lingine, kwa sababu kuna hizi fursa naziona, especially fursa za breakthrough ya uchumi. Wengi tunafanya maamuzi ya kuhama, tunahamisha familia zetu kwa sababu tunaona kwamba kuna huu mkoa tukienda, mume wangu atapata kazi. Mume wangu amekaa hana kazi, aende huko tutapata kazi. Lakini wengi hawajui katika maamuzi mengi ambao hata wazazi wetu walifanya kuhama mkoa mmoja kwenda mwingine. Though walionekana wanaona mafanikio ya fedha, lakini waliingiza familia kwenye changamoto kubwa. Tusome Matendo sura ya 17 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, kutoka kwa mtu mmoja yeye aliumba mataifa yote ya wanadamu ili waikalie dunia yote,
naye akaweka nyakati za kuishi. Nasoma version gani? Neno. Nisome SRUV. The normal one. The normal one. Matendo sura ya 17 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao. Na mipaka ya makazi yao. Manake wakati Mungu Abraham ni mfano wetu kote wote. Manake Mungu anatuonyesha hapa kwamba ni utaratibu wa Mungu ya kutuweka sehemu na kutuwekea mipaka ya kwamba sisi tutaishi hapa, tutaishi eneo hili. Lazima ujue kwamba kuna maeneo ambayo Mungu ameyadedicate ya kwamba haya maeneo yako in covenant with God, na kuna maeneo mengine ambayo Mungu hata hayahusiki nao, wapendwa kabisa. Kuna mikoa ambayo wanaoishi kwenye hiyo mikoa wameidedicate kwenye miungu mingine upande mwingine. Insicho kwamba wewe ukienda kuishi kwenye hiyo mikoa hauwezi kuishi tu kama mtu wa kawaida. Lazima ujue, wapendwa, kama namna ambavyo Mungu kweli aliwapeleka wana wa Israeli waende Egypt, lakini kuna msima akasema kwamba nyie mtaishi Egypt, lakini kuna ile eneo ambalo linaitwa Goshen, si ndio? Akaambia kwamba mtaishi katika ile eneo, katika ile eneo, katika ile mapigo 10 wale walikuwa salama. Wakati hawa wanafanya maamuzi ya kwenda Moab, kitu ambacho adui hawakuonyesha wakina Naomi ni kwamba Moab kihistoria ni sehemu ambayo haina stability kwenye familia. Wengi tunafahamu kwamba Moab, ukirudi kwenye historia utakwambia huu ni uzao wa kwanza wa Lutu ambao alizaa na mtoto wake wa kwanza. Baada ya wao kutoka Sodoma na Gomora, wakaondoka wale mabinti, wakaenda kwa sababu mama yao alipenda mema ya Sodoma, akageuka. Neno la Mungu linaambia kwamba wakaenda wakaingia kwenye pango, na wale watoto wakafanya maamuzi kuzaa na baba yao, na kupitia kuzaa kwa baba ili waendeleze familia ya baba yao. Lakini sisi tunaona kabisa kwamba ni familia au ni watu ambao tayari wana corruption kwenye eneo la familia. Kwa sababu iweje kwamba mtoto unazaa na baba yako? Kwa walienda sehemu ambayo ile nchi tayari ina historia ya instability kwenye familia. Ni kweli kwamba ni nchi ambayo ina breakthrough ya uchumi. Ni kweli kwamba wakienda kwenye ile nchi watapata kazi. Ni kweli mume wake atapata kazi. Ni kweli Naomi angeza anapata kazi kama mwanamke. Yamkini kule alipokuwa alikuwa anashindwa kupata kazi, akasikia kwamba ukienda Moab unaweza kupata kazi kama mwanamke. Kwa akaona sio tu fursa kwa ajili ya mume wake, akaona fursa kwa ajili yake. Akaona sio fursa kwa ajili yake. Lakini kwa wakati anaona fursa ya breakthrough ya uchumi, hakuona kwamba anapoelekea kule anaenda kuangamiza familia yake. Kwa sababu neno la Mungu linaambia kwamba walivyoenda kule, neno la Mungu linaambia kwamba kuna vitu vilifanyika ambapo sasa Naomi wakati anarudi na majuto. Sitaki kwenda kwa haraka. Adui atakuonyesha upande mmoja katika uhitaji wako, ya kwamba sasa hivi ninahitaji mume, niko kwenye kanisa ambao naona kwamba kuna uhaba wa vijana, niende kwenye kanisa lingine. Wengine unakaa unamwangalia mume wako ya kwamba hana kazi, unaweza kwamba kuna sehemu ambapo kuna mikoa aende akapate kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja yuko jirani yangu, we are very close. Yeye ana shughuli zake hapa Dar es Salaam, ana duka, alikuwa anafanya vitu vya kuuza, alikuwa anampishi vile vile. Mume wake alikuwa by then alikuwa amepoteza kazi yake. Akaambia kwamba mume wangu amepoteza kazi kwenye mkoa mwingine, na mimi naona nimsupport yeye, ndio unajua mwanaume anataka kufanya kazi. Nikamwambia watch the decision you are making, itaenda kukucost. Kwa nini unataka mume wako aende kule? Kwa nini unataka kutenganisha hii familia? Wewe mna nyumba hapa Dar es Salaam, una biashara, una duka. Kwa nini usivumilie mume wako apate kazi hapa Dar es Salaam? Kwa nini unataka aende kwenye mkoa mwingine? Hauoni huu ni mtego wa kuangamiza ndoa yako na familia? Nasema unajua you are making decision through your emotions, you are feeling sorry. Nasema unajua namuonea huruma ninavyokaa nyumbani. Nikasema you need to understand the decision you make. Hakunisikiliza. Mume wake akaenda akapata kazi.
Sacrifice nyingine aliyofanya ni mbaya, ambayo tunarudi sasa katika level ya ndoa, adui akampiga. My friend, binti, kama unataka kuolewa mume wako yuko mkoa mwingine au kijana yuko mkoa mwingine, ukisema I do means you are packing your bag, you are living reality of Christ, you are living Dar es Salaam. Usije ukaniambia mama, kusudi la Mungu mimi ni hame. Wataambatana. Where are you going? Hiyo sijibu. Yaani usije ukaniuliza leo swali kwamba eti mama anatekwa ni mama, ulivyosema unajua kabisa huyo mume makao yake yako kule, makazi yako kule, huko ndo mema ya nchi hapo. Amekuja anataka kukoa. Akisema kwamba unatekwa kuhama, tunakuja kukubariki uende. Ukianza kusema kwamba tuombe Mungu amhamishe, au yeye atakaa kule, mtakuwa naenda kumvisit over the weekend. Hiyo sio ndoa. You are not ready to get married. You are not ready to get married. You just tuendelee tukaa hapa na mimi. Tukae tu. Kwa sababu ikija kwenye issue ya ndoa, my friend, you are ready to make some serious decision. Hakuna ndoa yoyote, hakuna maamuzi yote makubwa ambayo hayata require sacrifice. Na maana Yesu akasema measure the cost. Maanake lazima ujue kwamba hata kujenga ndoa yako, hata issue ya ndoa, it will cost you something. There is nothing that is going to bring success in your life without requiring a cost from you. Kwa hiyo tunakuombea upate breakthrough ya ndoa. Kijana akija kutoka Bukoba, tutakuombea uende Bukoba. Kama unataka kwenda Singida, tutakuombea uende Singida. Lakini sije tukasema kwamba tunaenda over the weekend. Over the weekend where? Mbona sasa hello? Sasa ndio maana tunasema kwamba measure the cost. Wewe una successful job in Dar es Salaam. That guy ana successful job huko. You must measure the cost. Ya kwamba am I willing to sacrifice this job and everything here to go there, and possibility ya mimi kwenda kuanza kutafuta kazi. It may take 6 months, it may take a year without having a job. Maanake I'm going to depend on my husband's salary, na nitakuwa satisfied na kile ambacho Mungu ananipa mpaka pale ambapo Mungu atanipa kazi. Lazima ukubaliana na hiyo. Ndio maana nasema kwamba ni nani ambaye anajenga bila kucalculate the cost. Na Mungu anasema kwamba mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake. Mwanamke unaendaje kujenga ndoa yako without measuring the cost? Kwa sababu unaenda kuingia kwenye ndoa, unaenda kujenga. Unaenda kujenga nyumba yako. Unaenda kujenga familia, unaenda kuestablish. Kwa ndio maana mabinti unafanya maamuzi unataka kuolewa. Make sure unakaa. Don't think with your emotions. Use your mind. Binti yangu juzi hapa yuko Tanga. Akaniambia mama, you know I'm so happy. Anaambia successful zake, I know she's very great. Yuko mambo ya science, yuko anafanya astronomy. Kwa hiyo she's very smart. Na najua kwamba she go far. Nikamwambia wewe, neema ambayo Mungu amekupa na hiyo field ambayo Mungu amekupa, lazima utakuwa na tips nyingi sana za kimataifa. Na mwanaume ambaye anaenda kuolewa naye lazima kubali hichi ambacho utaenda kupitia. Mwanaume ambaye amesettle tu, lazima umarry maybe a businessman ambaye ana movement na yeye. Ya kwamba ukienda international uko na yeye ataenda kufanya biashara zake au mipango yake. Unajua baba apendagi sana kukaa nyumbani wenyewe. Sijui umeelewa? Sasa basi, she's so excited. You know, mom, I'm going to get married. You know, nikamwambia she's very excited. Nikamwambia mwanangu, I'm so happy for you. Lakini nataka ukae chini tuongee mambo ya maana. Let's put our emotions aside a bit. Nikamwambia, niambie kuhusu kijana. Ni my best friend. Nikamwambia sawa. Nikamwambia baada ya kukwambia kwamba nataka kuoa, what else did you do? Nikamwambia mamangu. Nikamwambia ni mamangu. Nikamwambia what else did you do again? Nikamwambia sasa mamangu keep it low kwa sababu najua sisi tuna changamoto ya ndoa. Nikamwambia very good. Na kingine nikamwambia basi hapa nasubiri aende akamwambia wazazi wake aende sasa nyumbani akatoe mahali apeleke barua. Nikamwambia is that all you have done? Akamwambia ndio. Nikamwambia aha. Sasa kaa chini kueleza mwanangu. Kwa sababu unaenda kuolewa kwenye hii familia ambao hauifahamu. This is the time to do your research. Lazima ujue kwamba wewe tayari Mungu amesema kwamba wewe ni mkuu na una neema ya kimataifa. Huko unapoenda kuolewa, huyo mwanamke amemaliza darasa la 7. Likokuangalia unataka kufanya PhD. Je, huyo mwanamke wa huyo familia ambao unaenda kuolewa, mama mkwe, elimu yake imefika darasa la ngapi? Wanawake kwenye hiyo familia wamefaulu mpaka kidato cha ngapi? Kwa sababu unatakiwa kuelewa kwamba limitation ya wanawake kule inaweza kuwa limitation katika kusudi lako. Nikamwambia fungua masikio vizuri. Ni madhabahu gani ambazo ziko kwenye hiyo familia ambazo hauzifahamu, ambazo sasa zinaleta changamoto aidha kwenye uchumi wa mwanamke, aidha kwenye ndoa za mwanamke, aidha kwenye uzao? Je, unavifahamu hivyo vitu? Keep your excitement aside. Give me fact ambazo unazielewa kwamba ukienda huko unaenda kudili na vitu gani.
Nikamwambia no, let us keep our emotion aside. Nikamwambia unapoingia kwenye ndoa, you are going into a territory. Unaenda eneo ambalo eneo hakunaga, nimesifundisha kwamba likogi tu. Kuna spirit ambazo ziko kwenye hiyo misingi. Either hii kuna Mungu ambao amefanikisha wanawake kuwa na breakthrough, lakini pia kuna madhabahu nyingine ambazo zimeleta limitation. Na hizo limitation utazianga kwa langa, angalia kwenye uzao, angalia kwenye ulimi, angalia kwenye ndoa. Je, wanawake wanazaa ndani ya ndoa? Unasikia kwamba familia hajai kuzaa ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni kijana kwa Mungu anataka kubreak hii kasi. Unajua ni kazi kubreak hii kasi. Kwa sababu utagundua kwamba itabidi upambane sana kuhakikisha kwamba unapata uzao ndani ya ndoa. It's not going to be a joke. Ndio maana nasema kwamba mabinti, let us measure the cost. Tukae katika uhalisia. Let us keep our emotions aside. Let us use our mind kujua kwamba hichi ambacho nakisikia nje ya kwamba namshukuru Mungu kwa ajili ya breakthrough ya ndoa. Je, nimefanya research yangu kwamba napoenda hao majanja ambao wako huko, am I prepared? Am I going with the mindset kwamba Mungu atanipa victory katika zile janja ambazo naziona kwenye familia? Wakina Naomi waliona breakthrough kwenye nchi ya Moab, lakini hawakuona upande mwingine. Na kikawaida kokote ambapo Mungu anakupeleka lazima kuwa kuna ulinzi. When you read this story utagundua kwamba adui alikuwa anataka kuachilia uharibifu kwenye hii familia. Kwa sababu tunakiangalia historia ya Biblia, kokote ambapo Mungu aliwaambia wana wa Israeli waende, aliachilia ulinzi kwao. Hata tukienda katika Agano Jipya, kile kokote ambapo wanafunzi wa Yesu walienda, though mazingira yalikuwa magumu, though mauti ilikuwa mlangoni, lakini walichomoka. Tuendelee kumsoma Naomi. Tusome 2-3. Ruth sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Mtu huyu aliitwa Elimeleki, mkewe aliitwa Naomi, na hao wanawe wawili waliitwa Maloni na Kilioni. Walikuwa Waefrathi kutoka Bethlehemu ya Yuda. Wakaenda katika nchi ya Moab, wakaishi huko. Yesu asifiwe. Hilo eneo la Moab lilikuwa sio eneo la wana wa Israeli la urithi wao. Ilikuwa sio eneo ambalo lina agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maana hata wana wa Israeli hawakuseto kwenye nchi. So hao wanaenda kwenye eneo ambalo halina agano na Mungu, manake halina cover ya Mungu. Na adui akitaka kukumaliza, lazima akutoe kwenye location ambayo haina cover ya Mungu. Ndio maana ukisoma neno la Mungu, tunaona kwamba kweli Abeli alikuwa na kibali cha Mungu. Kweli Abeli alikuwa na protection ya Mungu. Lakini ili adui aweze kumpata, alimwambia Kaini, sikiliza, mtoe Abeli kwenye hii territory. Hakikisha unaenda kwenye ile eneo ambalo linaitwa uwanda. Katika ile eneo halina ulinzi wa Mungu. Katika ile eneo ninaweza kumaliza huyu Kaini, huyu Abeli. Maanake tunagundua kwamba kuna location ambazo Mungu hayupo. Kuna location ambazo ziko Dar es Salaam hapa, ambazo hizo location, God is not in those locations. Those locations, they are dedicated kwa upande wa pili. Mungu hayupo. Na sio kitu, hakitakiwi kitu kiwe surprise katika masikio yako. Kwa sababu ukisoma neno la Mungu, utagundua kwamba kuna maeneo ambayo Mungu aliwaambia wana Israeli, piteni kwenye haya maeneo, sio ya kwenu. I'm not there. One of the place was Moab. Lakini kwa sababu ya njaa, walisahau kwamba wanaenda eneo ambalo halina ulinzi wa Mungu. Na adui kwa sababu kusudi lake ni kuiba, kuua na kuharibu, akisha kwamba nitafanyaje hii familia niangamize, akatoa kwenye ulinzi, akatoa kwenye eneo ambalo lina cover ya Mungu. Ndio namna gani ambavyo kweli Mungu amekusudia ya kwamba ukae katika hii madhabahu utapata breakthrough. Lakini kuna wengi walioondoka, wamerudi, mami, unajua nimeondoka kule nikakutana na kijana, ameniumiza moyo wangu. Wakati unaondoka uliona fursa haiko hapa. Haipo. Yule mama mume wake akaenda mkoa mwingine. Kibaya akampeleka na mtoto wake, na mtoto yule akampeleka mtoto wake mmoja. Nikamwambia wewe, you also sacrificing your children.
Kwa hiyo sasa unajua wanawake na sisi tu waangalifu. Unaweza kuwa unampeleka mtoto kizani kwamba una secure ndoa yako. Security wapi? Akampeleka kuleba, mtoto atamwangalia baba asifanye mabaya. Lakini nikamwambia what you are doing unaharibu. Hii familia inaangamia mbele ya macho yako hivi na Mungu anakuonyesha. Then I sat down siku hiyo nikakutana naye akaniambia Sia, familia yangu inaangamia na nikijiangalia naona naanza kufanya maamuzi ya kuishi mwenyewe. Nikienda huko mume wangu alipo, ana messages za kutosha za wanawake wengine. Anakunywa, anarudi usiku saa 8. Mtoto ameshalala. Mtoto anaamka asubuhi ondoka shule saa 12. Mtoto hamoni baba, baba akirudi, wala hamoni baba akiondoka akienda shule hamoni baba. Akirudi kutoka shule hamoni baba. Maana huyo mtoto anakuwa bila mzazi, lakini huyu mama while she's thinking kwamba ana secure ndoa yake kupitia huyo mtoto, utagundua kwamba huyo baba yuko busy na wanawake wengine. Anashinda baada ya kutoka kazini anashinda kunywa pombe na wanawake, anarudi nyumbani. Fursa ya kazi, sacrificing family, sacrificing children. Huyu amefanya maamuzi. Hawa waliona kwamba wanaenda kupata shibe, chakula. Naomi hakuona kwamba hili eneo halina stability, halina ulinzi wa familia, halina ulinzi kwenye ndoa. Kwa sababu neno la Mungu linaambia kwamba alipofika pale, kitu ambacho kilifanyika ni kwamba mume wake akafa. Maana tunajua kabisa kwamba adui au spirit ambazo ziko kwenye lile eneo, wanaume wanakufa kwanza, wanaacha wanawake wajane. Ameenda. Neno la Mungu linaambia kwamba though Yerusalemu kulikuwa kuna njaa, yeye alikuwa na familia yake. Though Yerusalemu kuna njaa, Bethlehem kuna njaa, lakini alikuwa na ndoa. Kulikuwa kuna njaa lakini alikuwa na watoto wake. Neno la Mungu linasema baada ya muda. Na sasa nataka uelewe kitu kimoja, ya kwamba hili eneo aliloenda Naomi lilikuwa ni eneo ambalo halisapoti ndoa za kimungu. Kwa sababu kumbuka ile eneo halina agano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao walikuwa wamebeba agano la Mungu. Hawa ni watu walikuwa na Mungu yao ndani yao. Walikuwa wako in covenant with God. Manake wanaenda katika ile eneo ambalo halina agano la Mungu. Manake ile eneo haliwezi kusupport chochote ambacho kinahusiana na agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na halisupport ndoa kwa sababu utagundua ya kwamba wakati wako pale kabla watoto wa Naomi kuoa, neno la Mungu linaambia kwamba waliishi. Baada ya wao kuoa, neno la Mungu linasema wakafa. Maana kuna changamoto ile eneo kusapoti maagano ya ndoa ya Mungu, ya watu wa Mungu, wanawake ambao wana Mungu, wanaume ambao wana Mungu ndani yao, ndoa zao hazina stability. Ndio maana binti au mwanamke unashangaa ya kwamba kabla wewe na mume wako hajaokoka, kabla mume wako hajaokoka, ndoa yako ilikuwa okay. Lakini baada ya mume wako kuokoka, ndoa yenu ina shake, inataka ku break. Sasa lazima ujiulize, ya kwamba kwa nini mimi natamani kuolewa na mwanaume ana Mungu ndani yake? Mwanaume ambaye yuko kwenye agano na Mungu. Lakini kwa nini hao wakija mahusiano yangu hayadumu? Lakini ukiangalia kwenye familia utagundua kwamba huu ni utaratibu. Ya kwamba hata mama yangu hakukaa muda mrefu kwenye ndoa na mume wake. Lazima ujiulize, ni kipindi gani ambapo wazazi walifanya maamuzi ya kurelocate certain eneo, wakakaa na baada ya muda mama akapoteza mume wake. Na umekuwa kwenye hiyo familia, uko kwenye hilo eneo, unatamani breakthrough ya ndoa na mwanaume ambaye ameokoka. Lakini cha kushangaza, wanaume wote ambao wanakuja katika maisha yako binti ni wale ambao wako wa dunia. Mwanamke una struggle mume wako kumpenda Mungu, lakini hujui kwamba katika hilo eneo wanaume ambao wana Mungu hawawezi kusurvive. Neno la Mungu linaniambia kwamba hawa vijana waliketi pale, walikaa, walimzika baba yao. Hawakujua bado kwamba lile eneo halisapoti wanaume wenye Mungu.
Wakati mwingine Mungu anasababisha delay ya wewe kuolewa na mwanaume mwenye Mungu. Ni kwa sababu huko unapotokea, familia unayotokea, hawaruhusu mwanaume aliyeokoka kuingia kwenye hiyo familia. Hawaruhusu. Mabinti wangapi waliofika kwenye almost getting married, vijana wakapata ajali wakafa? Wanawake mabinti wangapi vijana walikuwa tayari kupeleka mahari, all of a sudden wakaingiwa uoga, all of a sudden mazingira yakanyanyuka na kijana akagairisha kukoa. Wengi tunasema kwamba ni vijana, lakini hatupati muda kuanalyze ya kwamba je, huku nilipotoka kweli baba wa hii nyumba wameokoka, wana Mungu, wamejazwa na Roho Mtakatifu? Kwa sababu kuna wengine kwamba wanasema ni Wakristo lakini hawana ujazo wa Roho Mtakatifu, hawana really Mungu ndani yao. Hata adui anajua kwamba hawa vijana wa hii familia ni wa kwetu tu. Ukisoma utagundua kwamba huyu Naomi anafanya maamuzi, anaketi, mume anaondoka. Baada ya muda tunaona kwamba Ruth yuko pale, Orpa yupo. Hawa ni mabinti wa Moab, hawajui na kwamba hawataki kuolewa na wanaume walio na Mungu, si ndio? Wanafurahia ndoa, wanaolewa, lakini baada ya muda waume zao wanakufa, na wanakufa hawachi na uzao. Lazima tuwe waangalifu wapendwa. Tuwe waangalifu kwa kuanalyze maisha ambayo tulionao leo hii, lakini tuanze kuanalyze maisha ya familia zetu. Ni kweli wa baba wa familia zetu tukiangalia ni wale ambao wana Mungu? Kwa sababu adui atakisha kwamba utaolewa na watu wa aina ile ile wa nyumba ya baba yako. Tunaomba, tunafunga, tunakesha, wa baba zetu wamjue Mungu, waume zetu wampende Mungu, lakini wanapomkaribia Mungu magonjwa yananyanyuka katika maisha yao. Mauti iko mlangoni. Wanafanya maamuzi, tunagundua katika hili eneo, tunajua kwamba halisapoti ndoa za kimungu. Lakini pia tunagundua ya kwamba wanawake kwenye hilo eneo hawatakiwi kuolewa na wanaume wenye Mungu. Sasa lazima wanawake tuelewe ya kwamba sio kila eneo ambalo tunaona lina fursa ya fedha ni kwamba lina breakthrough katika maisha yetu, katika ndoa zetu, katika familia zetu. Sio kweli. Kuna mikoa ambayo ukienda ni kweli utapata breakthrough ya uchumi. Mimi nakumbuka at one point kuna sehemu we were located, tukaenda kuishi huko. Kweli ilikuwa inaonekana kwamba ni fursa, lakini baada ya muda ukiangalia hilo unachoona ni wengi ni wa upande wa pili. Yaani lazima ukienda eneo, hebu study watu waelewe ni wakina nani. Tumeelewa? Ni wale ambao ni ile dini nyingine. Wengi, yaani Wakristo ni mmoja mmoja. Hata kutafuta kanisa, tutafuta kanisa tulikuwa tu 5. Hilo kanisa lenyewe halipo. Maana yake wengi wale eneo. Sasa ukishaenda kwenye sehemu, ukagundua kwamba wa dini nyingine labda upande wa pili ni wengi katika eneo, lazima ufahamu ya kwamba hilo eneo Mungu pale, ile eneo sana sana liko dedicated kwenye ile madhabahu nyingine, sio madhabahu yako. Kama mpaka madhabahu yako uitafute, maana ile eneo tayari liko dedicated kwenye madhabahu nyingine. Tukaenda kweli tukapata fursa ya kusoma na vitu vingine. Lakini cha kushangaza, nakumbuka kuna siku ndugu yangu akaja kwa mtumishi, Mungu akapata neema, akakutana na mtumishi akawa anamwombea. Kisha kushangaza kuna spirit ikamanifest kutoka kwake. Kumbuka ameenda ni binti mdogo wa miaka hajafikisha hata, alikuwa hajamaliza darasa 7, alikuwa miaka 6 Mimi nilikuwa na miaka 7 nadhani, sio nani. Kwa alikuwa bado kwenye miaka nadhani 10 au 9 10 vile. Ameenda kuishi kule, yuko shuleni. My friend, kumbuka tulikuwa mdogo, amemaliza darasa 7 akaondoka ile eneo. Wakati yuko pale, kwa sababu sasa ile eneo halina ulinzi, halina cover, umeelewa, ya Mungu, halina protection. My friend, kuna spirit iliingia katika maisha yake. Wapi alienda? Tukwenda mtoni, kwenda kushota maji, kwenda kuogelea, hiyo spirit ikapata nafasi. Kaishi maisha yake yote, katoka hapa Tanzania, kaenda South Africa, hiyo spirit iko ndani. Umeelewa? Kamaliza chuo, hiyo spirit ipo.
kamaliza masters, hiyo spirit ipo. Kaingia kwenye ndoa, hiyo spirit ipo. Hiyo spirit sasa ilichokuwa inafanya, kuna aina ya wanaume ilikuwa inamletea, aina ya wanaume wa upande wa pili. Maanake sasa yeye ni Mkristo, lakini wanaume walikuwa wanamfuata, wengi wao, kuna namna ambavyo wanaume wa upande wa pili walikuwa wanakuja kwake. Sijui understand? Kwa sababu unaweza kukaa kusema kwamba mbona mimi sasa ni Mkristo lakini kwa wanaume wa dini nyingine wananifuata. Kuna spirit ambayo inawatrata wanaume kwako. Unaweza kukaa ukasema kwamba kwa nini mimi hapa? Wanaume ambao wameolewa wananifuata, lakini tunajua kwamba kwa upande wa pili isizokee kwa hiyo kuwa mke wa pili. Maana kuna spirit ya upande kule ambayo sasa inawaleta wanaume ambao wanataka kukufanya wewe ukawa mke wa pili. Hiyo spirit inawavuta hawa wanaume. Let me tell you something. Wakati wakina Lutu wanafanya maamuzi ya kwenda Jordan, walivyoangalia Jordan, neno la Mungu walivyokuwa wanaangalia Sodoma na Gomora, neno la Mungu linaambia kwamba Lutu alivyoangalia Sodoma na Gomora anasema kwamba ilikuwa inafanana na Jordan, ilikuwa inafanana kama bustani ya Mungu, ilikuwa inaonekana kama Egypt, maana yake ilikuwa inaonekana sehemu yenye mafanikio. Lakini sasa kitu ambacho adui akuonyesha, ile sehemu ilikuwa tayari iko polluted na homosexuality, ile eneo tayari iko polluted na spirit of lust, ile eneo ilikuwa tayari ambayo halisupport issue yote ya familia. Neno la Mungu linaambia kwamba walienda kule, lakini walivyoenda kule hawakuishia tu kukaa kule without zile spirit pia kuwavaa. Kwa sababu neno la Mungu linaambia kwamba walivyotoka Egypt, walivyotoka Sodoma na Gomora, kwa neema ya Mungu wakatoka, lakini kuna spirit ziliambatana nao. Kwa sababu cha kushangaza, wametoka walivyokuwa naishi na Abraham, haikuwahi kusikika kwa wana wa Israeli ya kwamba baba anazaa na mtoto wake. Lakini all of a sudden kwamba wale wanatoka Sodoma na Gomora wanakuja kweli wako kwenye pango, lakini kuna spirit zinaambia kwamba it is okay for you kuzaa na baba yako. Maana walivyokuwa kule Sodoma waliona kwamba ni utaratibu wa wanawake kuzaa na baba zao, ni utaratibu wa wanawake kuzaa na anko zao, ni utaratibu wa mama kuzaa na mke wake. Waliona walivyotoka, walitoka na hizo spirit, na hizo spirit zikawafanya wazae na baba yao. Maana utagundua kwamba leo hii wengi maamuzi ambao wazazi wetu walifanya kurelocate eneo ambalo halina protection ya Mungu. Though tulikuwa wadogo tunashindwa kujitetea, lakini katika hao maeneo kwa sababu tulikuwa hatuna cover ya Mungu, kuna spirits zipata nafasi katika maisha yetu. Ndio maana leo hii tuko katika msimu wa kuolewa, lakini tunashangaa kwamba wanaume wanaokuja katika maisha yetu ni wale wa upande wa pili. Kweli tuko kwenye msimu wa kuolewa, lakini wanaume wanaokuja katika maisha yetu ni wale ambao wana wake. Mwanamke unakaa, unashangaa kwamba kwa nini mume wako hatosheki na wewe. Hatosheki kwamba wewe ni mke wake. Kwa nini mume wako anatamani wanawake wengine? Haujui kwamba kuna location ulienda na hiyo spirit ilimvaa mume wako. Na kwa sababu ilimvaa mume wako sasa kuna hiki tabia anacho cha kuwafuatilia wanawake wengine na mabinti wengine. Haujui kwamba ni spirit alipata katika location aloenda. Ni kweli alienda kikazi, lakini akarudi na spirit ambayo inamvuta mwanamke mwingine. Kuna binti ambaye mnamjua katoka kwenye familia ambayo haina stability. Mama alikuwa sio mtulivu, na alipokuwa anafanya vitu vyake, wakati mwingine anaenda na mtoto wake, mtoto anakaa sehemu, yeye anakutana na baba. Ile show lango la kutosha, kwa sababu unajua adui hata kuja kupitia what you're looking at. Ndio maana lazima tuangalie hata tunapoangalia TV. A spirit can come to you through what you're watching. Sasa huyo binti na yeye sasa ni yule ambao hana utulivu, kaolewa lakini hana utulivu. Yuko kwenye ndoa yake lakini she is not satisfied with the man she has. Na adui alivyo mjanja, kuna wale ambao anajua ni wa kwake. Neno la Mungu linaambia kwamba spirit zina tabia kuvuta spirit nyingine. Kwa kaenda kazini, kuna baba naye ana spirit of lust, anamnyemelea, na because the binti naye tayari kuna spirit of lust, wananyemeleana. Unashangaa all of a sudden. Na mimi nataka tuongee hivi vitu tuwe serious, kwa sababu wakati mwingine tunaweza kukaa hata katika mahoteli ambayo tunaenda wapendwa. Lazima tuwe sensitive, kwa sababu kweli kuna hoteli zinaweza kuonekana nzuri, lakini unajua kwamba kwenye hoteli kitanda chochote is an altar.
Sasa unapokaa, unavolala pale, wao unaangalia kwamba hii hoteli ni nzuri, tuna kitanda kizuri, tuna chumba kizuri, lakini unajua katika kile kitanda kuna spirit pia zinaweza kuwa katika kile kitanda unacholala. I remember at one time nilisumbuka sana, kuna kipindi nilikuwa nasumbuka sana kwenye ndoa yangu. Nasumbuka, gomvi, na nikasema what is this? And I remember at one time when I prayed, I said, God, why ugomvi? Ugomvi unatoka wapi? Yaani kuna namba amani inaondoka. Nikasema what is this? And I remember when I was praying, the Holy Spirit anasema, Sia, kuna spirit ya lust. Nikamwambia Mungu, akaambia kwamba kuna siku uliendaga kusalimia familia na kuna hotel ulilalaga. Na kwenye hilo hotel ulilala kuna hii spirit of lust ilipata nafasi katika maisha yako. It is that spirit that is causing trouble with your husband. Deal with it. Deal with it. Usio unaenda kwenye hoteli tu unalala. Since then I realized kumbe tunaweza kuingia kwenye eneo fulani. Tuko na Mungu. Tuna roho wa Mungu, lakini tunatoka, tuna roho nyingine zinaambatana na sisi. Mume wako anaweza kwenda sehemu, kweli inaonekana ni fursa, lakini anaweza kwenda anatoka na roho nyingine inaambatana naye. All of a sudden tabia zinabadilika. The same thing with you. Maamuzi tunayoyafanya, are we measuring the cost? Tunaangalia kwa upana gani ya kwamba kweli eneo ni zuri, lakini linaweza kusupport familia yangu. Kweli ni eneo zuri, lakini kweli litaleta safety kwenye ndoa, litaleta safety kwenye uzao wangu. Tusiangalie fedha tu, lazima tupate neema ya kuangalia kote, kwa sababu matokeo ya maisha yetu, matokeo ambayo tunakuwa nayo leo hii ya kustruggle kwenye ndoa, kustruggle kupata breakthrough ya ndoa, ni kwa sababu at one point kuna maamuzi ambayo walifanyika wazazi wetu, na haya maamuzi leo hii yameweka limitation kwenye maisha yetu. Sasa wewe unaweza kuwa ni yule ambaye ulikuwa ni mtoto wa Naomi, ukapelekwa kwenye eneo ambalo kweli ni Mkristo, lakini hilo eneo halikusapoti wewe kuolewa na Mkristo. Waislamu wanakuja, wale ambao hata mwabudu Mungu wanakuja, wale ambao ni Wakristo lakini hawajaenda kwenda kanisani miaka 10 wanakuja. Hivi kweli wewe hujaenda kanisani miaka 10 bado tuko Wakristo jamani kweli? Kwa sababu wakati mwingine sasa imekuwa ni jina. Sasa leo hii nataka tuwe makini wapendwa, ya kwamba tufahamu maamuzi ambayo tunayafanya sisi leo hii. Tuwe makini kufanya maamuzi ambayo kama ni fursa tunaiona, hiyo fursa basi ikatupe breakthrough, sio tu ya uchumi, lakini pia katika eneo letu la ndoa, katika eneo letu la uzao wetu. Kweli watoto wetu pia nao watakuwa na breakthrough ya nini? Ya ndoa, si ndio? Lakini pia nataka turudi kwenye ile sura mwanangu ambayo yuko huko sasa, kwenye fursa ya kazi. Lakini kila wakati sasa mimi na yeye tunapambana na spiritual husband. Nikamwambia mwanangu sasa hii spiritual husband, nikamwambia sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa tunachokifanya ni kama vile tunakusafisha lakini unarudi kwenye tope, kwa sababu eneo liliopo lina support majini mahaba. Unataka tufanye nini? I must pray for God to remove you from that location. That is the only way out for you. Wewe uko kwenye sehemu ambapo wamechagua miungu mingine, wamechagua Mungu mwingine. Huwezi kusema kwamba unaenda kupitia kwamba utaenda kubadilisha familia. No, kuna maeneo ambayo Mungu anajua kwamba sio ya kwake. Mungu hanaga shida. Lakini Mungu hawezi kucompromise familia. Hawezi kucompromise uzao wako kwa sababu anataka kukupa hela. Sio kweli. Ndio maana sasa ukiwa unasema kwamba Mungu amekupa fursa, kama hujaja kwa mtumishi, kaa uwaze. Katika ile eneo kuna breakthrough ya ndoa. Kuna dada mmoja, yeye alipata neema na mume wake kujenga sehemu huko Dar es Salaam. Lakini akamwambia mama, hilo eneo nalojenga, wanawake wote wako single na familia zao. Wanawake hawana waume zao kwenye hilo eneo. Wana nyumba nzuri wapo, lakini hawana waume zao. No husbands. Nyumba nzuri, wanawake ambao hawana waume. Ndio maana lazima tufanye uangalifu, tunajenga wapi, si ndio? Unajenga wapi? Hiyo kazi unaopata binti itakupa breakthrough ya ndoa.
Kwa sababu kuna kazi nyingine unaenda. Hama kampuni tayari ni covenant ya kwamba watawapa fedha lakini watashikilia ndoa. Na wengine walikubali wakasema kwamba you know what? Visionaire alikubali. Kwa sababu kuna ile mentality kwamba if I have money I can have any woman. Adui is very smart. Akisema kwamba anakupa fedha anachukua ndoa, he will make sure ya kwamba kipindi ambacho una fedha unaweza kupata mwanamke, kijana atakuwa very busy, baba atakuwa very busy. Hata wewe mwanamke usiwaze. Unaweza kufanya exchange na adui ukamshinda. Kwa nini Mungu ametupa hili somo leo hii? Nasema kwamba Mungu anatupa majibu. Kuna changamoto ambazo tunaziona kwenye ndoa yetu leo hii. Ni kwa sababu kuna spirit ambazo tulizonazo. Hizi sizungumzii spirit ambazo achana na zile spirit ambazo na mizimu. Hizi ni spirit ambazo zimekuja kupitia location ambao wazazi wetu walienda zikaja katika maisha yetu. Hizi ni spirit ambazo ulienda sehemu ukakaa katika pita yako zikakuvamia. Hizo ni spirit ambazo tunadili nazo wapendwa. Lakini changamoto ya mizimu pia ina tabia kukupeleka kwenye eneo ambalo itaendelea kujazana na spirit nyingine. Sasa kwa nini Mungu ametupa hili somo? Kama Mungu aliniona Sia akasema Sia, kuna sehemu ulienda, wewe kuna spirit ilikupata. Kuna sehemu alienda ndugu yako, kuna spirit kampata ikaleta changamoto kwenye ndoa yake. Na hiyo spirit ikaleta changamoto. As I've delivered you, go and deliver my children. Do you understand? Kwa sababu changamoto sisi tunaenda wanawake tunaenda kwenye. Tuko kila sehemu, tuko Kariakoo. Tuko Ubungo, tuko Sinza. Tuko hata sehemu ambazo hazina ulinzi wa Mungu. Shosti yangu atajisikia vibaya nisipoenda. Lakini ulivyoenda, ulirudi na spirit. Kinachoendelea ni nini? Hamna breakthrough ya ndoa. Hamna breakthrough kwenye familia, hakuna amani. Kwa nini? Spirits ziko kwenye eneo halitaki breakthrough. Kwa hiyo tunaenda kumsihi Mungu kwa sababu tuko kwenye divine victory. Tunaenda kumsihi Mungu. Spirit yote ambayo imekuvaa kwa sababu ya eneo ambalo ulikuwepo, either ni wazazi wako walienda ukiwa mdogo, spirit zinaweza kukaa katika maisha yako hata ukiwa mtoto, zitaenda nawe mpaka ukifa. Tumeelewa? Hakika utagundua kwamba maisha yako hayana breakthrough. Ndoa yako haina amani. Unakemea mzima naondoka. Lakini yule jini mahaba anakaa. Yule jini maana unajua kuna dada mmoja alikuwa anamwombea, nikamwambia na who are you? Sasa mimi ni roho tu. Nilikutana naye nikaingia tu. Niliingia tu. Mimi hata sio mzimu wao. Yaani lazima ujue mtoto wa Mungu unavyotembea kokote unapoenda. Usiende tu kichwa kwamba you know what, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, kuna sema ambapo damu ya Yesu not work for you because of the covenant that had done there. Na kwa sababu haujaitwa kuvunja maagano, wewe pita, nyosha shingo. Achana na maeneo ambayo hayana Mungu. Hata kama unataka sehemu ya kuishi, angalia hilo location hata kama is a single bedroom. Angalia huo mtaa. Kila mwanamke, kila binti kwenye huo mtaa ni single, ni changudoa. Unaenda kufanya nini hapo? Unafanya nini? Usije kaniambia kwamba mama you are celebrating, mama nipata sehemu ya kukaa. Nitakuuliza hebu niambia mazingira eneo. You know ni single lakini ukiangalia kwamba kuna baa pale, kuna baa pale, kuna baa pale. Kweli jamani? Ni ushuhuda. Ushuhuda nyingine kwa kweli sio ushuhuda. Lazima tudini na hiyo spirit ambayo imekuonyesha kule ni sahihi kwenda. Hasa nataka leo tukadini na hizi kesi ambazo nimezipata. Mabinti na spirits zinaletea wanaume ambao ni wanawake. Lakini kuna mabinti wengine nyie mpo kwenye ndoa wanawake, lakini hizi spirits mzipata toka mkiwa wadogo. Limitation. Ndio maana wanajua kwamba at one point Pastor John and Pastor Sanbella they will deal with mizimu. They will deal, lakini territorial spirit, you know, hata zigonga sana. Hapa tunagonga na spirit ambazo ziko kwenye mitaa, ziko kwenye jamii ambazo at one point wazazi wetu ziliwavaa. Kama hawakupona wao, sisi tunapona kabisa. Lakini sasa zile spirit ambazo zilivaa akina watoto wa Loto, hatutakiwi sasa. Kweli tumetoka Sodoma na Gomora,
Hatutakiwi kuambatana na hizo roho tena, hatutakiwi. Na maana leo tunaenda kumsihi Mungu breakthrough kwenye familia, breakthrough kwenye ndoa zetu. Kama ni binti ambao una changamoto ya kufuata na wanaume ambao wana ndoa, pray for mercy. Kama ni mwanamke ambao umekuwa kwamba yani ni mtu wa tamaa, huwezi kukaa bila kulala na mwanaume, that is a spirit of lust. You need deliverance. Me, I just want to get married. Why you want to get married? Because nataka tu kulala na mwanaume. Yani something is wrong there. Something is wrong. That should not be sababu ya kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuenda kumsimu kwa ajili ya ukombozi wa ndoa zetu. Roho yoyote ambayo ilipata nafasi katika maisha yako, kwa sababu kuna eneo ulienda, basi Mungu akusaidie. Lakini wale ambao wako kwenye ndoa, neno la Mungu linasema kwamba wewe na mume wako ni mwili mmoja. Maana yake through you God can deliver your husband. Changamoto iko hivi wanawake. Ukiwa unasema na mume wako, yani Mungu amkomeshe. Ampige, aelewe kwamba yule mwanaume aliyekuwa mwanamke aliyekuwa sio sahihi. Wakati Mungu anasema kwamba can you release your spirit, your body to me, through you I can deliver your husband. Mdeliver mimi, mchape huko kwa alipo, mpige. Please, tujue wajibu wetu kama wasaidizi. Turuhusu hata kupitia sisi waume zetu wakombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba we must yield our body to the Lord. Sawa? Kwa sababu Mungu anajua kwamba na mume wako ni mwili mmoja. Kama mume wako ana shida, basi simama kwa ajili ya ukombozi wake. Na kama ni binti ambao kuna roho ilipata nafasi kupitia location ambao wazazi wako walikuwepo, au location ambao wewe ulikuwepo kwa sababu ya fursa, ukaenda kwa ajili ya fursa ulioiona, na kuna roho zikapata nafasi, basi leo hii Mungu akufungue ukaingie kwenye ndoa yako. Hakuna namna ambavyo baba anasema kwamba mwaka huu tutaozesha mabinti wetu, lakini hauwezi kwenda kuwa na stability kwenye ndoa yako kama Mungu tayari anaona kuna mauti iko mlangoni. Naomba tusimame hapo tulipo. Nimesema kwamba hawa, ukisoma histori, ni majuto. Naomi anarudi, analalamika, hana mume, hana watoto. Lakini Ruth, neno la Mungu alimpa neema, kwa kuwa ni yule ambaye Mungu alikusudia kuolewa na mwanaume ambaye ana Mungu. Kuolewa na mwanaume ambaye ana breakthrough, ana Mungu. Kweli ni tajiri, lakini ana Mungu. Neno la Mungu aliambia kitu alichofanya. Mungu akamtoa Ruth kwenye ile location. Ilibidi aondoke Moab, ambatane na Naomi aende Bethlehem. Na katika alipofika Bethlehem, aliolewa. Sio tu aliolewa, akapata na mtoto. Lakini tunajua kwamba Jesse, Daudi, Yesu walikuja kupitia ile lineage. Wapendwa, wengi wetu leo hii tupo hapa, lakini spirit ambazo zinaoperate ndani yetu ni spirit za Moab. Kuna wengine wako kwenye ndoa, lakini spirit za Moab ziko ndani yao. Na hizo spirit za Moab zinakusudia kumondoa mume wako. Hizo spirit za Moab zimekusudia kuhakikisha kwamba hautaolewa na mwanaume mwenye Mungu. Hizo spirit zimekusudia kwamba all the time makao yako atakuwa kule ambapo wanaume watakao kufuata ni wale ambao watataka uwe mke wa pili. Ni wale ambao hawana Mungu ndani yao. Tuende tukadili na hizi spirit za Moab. Wapendwa, tutoke hapa tuwe salama. Lakini tuwe angalifu. Tunapoenda, tujue ni mipaka gani ambayo Mungu ameiweka. Tukae katika mipaka ya Mungu yenye ulinzi. Tufanye maamuzi, tusiangalie fedha, lakini tuangalie stability za ndoa, stability za uzao, stability za watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuende mbele ya Mungu, tunaenda kuomba damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Omba kwa ajili ya ukombozi wa ndoa yako. Omba kwa ajili ya ukombozi wa familia. Fungua kinywa chako. Damu ya Yesu inanena mema.
binti ambaye amekuwa akisumbuliwa na jini mahaba, hebu msimu Mungu akusaidie siku ya leo. Kama ni binti ambaye umekuwa unashindwa kupata breakthrough kwenye mahusiano yako, ni spirit of lust. Kuna wengine ameolewa lakini jini mahaba bado anawasumbua. Hebu muombe Mungu. Fungua moyo wako. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Msifu Mungu, fungua moyo wako. Kutetea ndoa yako, ni wakati wa kutetea familia yako. Yes. Damu yako Yesu, inatukubali, inatukubali Yesu, inatukubali. Damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, inatusafisha, inatusafisha Mungu. Inatusafisha maovu yote, dhambi zote, Yahweh. Inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, Yesu. Wakati anaimba taratibu, hebu nenda mbele za Mungu, zungumza na Mungu kuhusu hiyo roho inayokupa changamoto kwenye mahusiano. Wakati anaimba taratibu, hebu nenda mbele za Mungu, zungumza na Mungu. Ni kitu gani ambacho kinasababisha unashindwa kuwa na amani kwenye mahusiano? Ni spirit gani ambayo inakusababisha unashindwa kuwa na commitment kwenye mahusiano? Ni spirit gani ambayo inasababisha unashindwa kuwa na breakthrough ya ndoa yako, breakthrough ya kuingia kwenye ndoa? Wewe ni mtu ambaye umekuwa ni almost ya kwamba tayari kuna kijana anakuja lakini anagairisha, kuna kijana anakuja lakini anaondoka. Wengine wameolewa miaka mingi lakini hakuna intimacy na mume wako. Kuna roho imeondoa affection, kuna roho imeondoa affection, kuna roho inasababisha ugomvi. Mabinti wengine hamko kwenye msimu wa ndoa lakini tayari kuna majini mahaba, yanakuja kuweka uzuio wa ndoa yako. Kwa kuwa unajua kwamba ukikuwahi ikija msimu wa ndoa hautapata upenyo. Natamani uende mbele za Mungu. Uende mbele za Mungu, yuko tayari kukufungua. Anataka kusikia maombi yako. Ni eneo gani ambalo unashindwa kuwa na upenyo katika mahusiano? Je, unashindwa kuwataka mwanaume sahihi? Wengine wanaokuja kwenu ni wale ambao hawana Mungu. Wengine wanaokuja kwenu ni wale ambao wanasema ni Wakristo, lakini Mungu anajua kwamba hao sio wa kwangu. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu nakuhitaji unipe breakthrough. Kuna roho inaonivutia aina fulani wanaume. Kuna roho ambayo inavuta aina fulani wanaume. Kuna roho ambayo inapenda inanisababisha nipende wanaume wa aina fulani. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu nisaidie. Mwambie kuna roho inaniambia ya kwamba natakiwa kuolewa na wanaume wa kabila hili. Sitaki kutoka kwenye kabila langu. Sitaki kutoka kwenye kabila langu. Sitaki kuoa wanaume wa kabila hili. Kuna roho inaniambia. Kuna roho inaniambia kwamba kuna hawa wanaume wa kabila hili ni wazuri. Nikiolewa nao nitapata breakthrough ya familia. Nitapata breakthrough ya ndoa. Nenda mbele za Mungu, mwombe Mungu akusaidie. Una dakika mbili zaidi za kuomba. Nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu nahitaji msaada wa ndoa yangu. Nahitaji msaada kwenye mahusiano yangu. Ni binti mdogo lakini
lakini toka nimevunja ungo, kuna nguvu ya giza inakuja katika usiku wangu kulala na mimi. Nikiamka najisikia mchafu, nikiamka najisikia mchafu, nikiamka najisikia vibaya. Roho Mtakatifu tazama, nafunga naomba, lakini hata nikifunga jini mahaba anakuja, hata nikiwa kwenye maombi jini mahaba anakuja. Bwana Yesu, nahitaji msaada wako. Hebu nena mbele za Mungu. Kuna wengine hata mkifunga kwenye maombi bado kuna jini mahaba anakuja. Uko kwenye maombi jini mahaba anakuja. Uko kwenye mfungo jini mahaba anakuja. Uko kwenye mfungo, yani ni kuna namna ambavyo bado anaingilia maisha yako. Umejitoa kwa Bwana lakini bado anakuja. Nena mbele za Mungu, mwambie Mungu nahitaji rehema. Mwambie Mungu nahitaji unifungue. Mwambie Mungu nahitaji unifungue. Mwambie Mungu nahitaji breakthrough. Kuna hii spirit ambayo inaondoa naume sahihi katika maisha yangu. Mwambie Mungu nahitaji msaada wako. Kuna hii roho ambayo inataka kuachilia mauti kwenye ndoa yangu. Mwambie Mungu nahitaji msaada. 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 Endelea kuomba uko nasimama. Nataka uendelee kupress in kwa sababu kuna changamoto kubwa ya majini mahaba. Nataka usimame hapo ulipo. Tu kwenye awamu ya mwisho wa maombi. Hebu simama, nyosha mikono yako juu, msi Mungu. Nyosha mkono wako kushoto tu. Ambapo katika mkono wako kushoto kuna ishara ya agano inatakiwa kukaa pale. Mkono wako wa kushoto tu uende mbele. Mwambie Mungu nahitaji breakthrough. Nahitaji breakthrough. Nahitaji unisaidie. Nisaidie ndoa yangu. Nisaidie katika ndoa langu mahusiano. Nisaidie, nataka kuwa na familia, nataka kuwa na ndoa, lakini kuna hii spirit ambayo Mungu najua kwamba hii is not even a familiar spirit. Lakini najua kwamba kuna wengine ni kwamba ni mizimu ambayo imeleta hizo roho nyingine. Mwambie Mungu nahitaji uniokoe, nahitaji unisaidie. Shabrakata basia. Lebreketa bakata basia la kaya. Lebreketa bakata basia la manto loketa bakata. Lebrakata basia la manto loketa bakata. Labramanta loketa bakata. Shabramanta loketa bakata baketa. Lebramanto loketa bakata basia la manta. Manto loketa bakata basia la manto loketa. Lebrekanda basia la manto loketa bakata basia la kaya. Hebu nyanyua mikono juu. Wakati naomba hapa, Roho Mtakatifu akanakumbusha kitu. Akaambia kuna wanawake hapa wamevalishwa mavazi ya mjane. Na mwanaume yoyote ambao utaolewa naye mwisho wa siku, mwisho wa siku atakufa tu. Mwisho wa siku atakufa kwa sababu tayari umeshavalishwa mavazi ya mjane. Umeshavalishwa mavazi ya mjane. Kwa hiyo kwenye Mungu wa roho haujaolewa. Kwa hiyo kwenye Mungu wa roho inaonekana kwamba hujaolewa, lakini Mungu ananiambia kwamba kuna leo valishwa mavazi ya mjane. Because I was praying here, the Holy Spirit akaniambia kwamba kuna wale ambao wamevalishwa mavazi ya mjane. Mjane ni vazi ambalo umevalishwa. Nyosha mikono juu, mkono wako wa kushoto. Roho Mtakatifu, najua kwamba wanawake mabinti lazima wavae magauni ya mabibi harusi. Lakini kuna wanawake tayari wamevalishwa mavazi ya kwamba wao ni wajane. Kwenye Mungu wa roho, kwenye Mungu wa mwili wanaona mavazi meupe, lakini kwenye Mungu wa roho Mungu anaona kwamba amejitanda mavazi ya wajane. Wale majane wanaovaa mavazi ya wajane, kwa kuwa tayari anaona mitego ya mauti. Tayari kuna mauti ambayo imewekwa kwenye ndoa. Tayari kuna mauti imewekwa kwenye ndoa. Tayari kuna mauti imewekwa kwenye ndoa. Tayari kuna mauti iko kwenye lango la ndoa. Roho Mtakatifu nakuruhusu upite kama moto lao. Upite kama moto lao. Upite kama moto lao. Kila leo ikiwa mauti, kila leo ikiwa mauti kwenye ndoa. Kila leo ikiwa mauti kwenye ndoa. Kila leo ikiwa mauti kwenye ndoa. Roho Mtakatifu nakuruhusu upite kama moto lao. Kwenye huo mkono wa kushoto. Kwenye huo mkono wa kushoto. Kwenye huo mkono wa kushoto. Hiyo mauti iliyokaa kwenye wingi wa siku wa ndoa. Iliyokaa kwenye wingi wa siku wa ndoa. Iliyokaa kwenye wingi wa siku wa ndoa.
naachilia moto lao, 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 naachilia moto lao. Wewe mauti ondoka kwenye hiyo ndoa, ondoka kwenye hiyo ndoa, ondoka kwenye hiyo ndoa, ondoka kwenye hiyo ndoa. Ondoa mitego yako sasa, ondoa mitego yako sasa. Wewe mauti ondoka, 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 wewe mauti ondoka. Kuna watu nake wamekuwa mkisimu Mungu ndoa, lakini Mungu anaona kama tayari kuna mauti imetegwa kwenye mlango wako wa ndoa. Ni kweli Mungu anataka kujibu maombi yako, lakini lazima apambane na hiyo roho ya mauti. Lazima adili kwanza na hiyo roho ya mauti. Lazima adili kwanza na hiyo roho ya mauti. Ni kweli Mungu anataka kukupa ndoa, lakini lazima kwanza adili na hiyo roho ya mauti. Lazima hiyo roho ya mauti iondoke. Lazima hiyo roho ya mauti iondoke. Lazima hiyo roho ya mauti iondoke. Ni kweli anataka kujibu maombi yako. Ni kweli ni msimu wako wa ndoa. Ni kweli unaona unaolewa, lakini anaona kuna mauti iko mlangoni. Akasema ni mimi niliyoshinda kaburi. Ni mimi ambaye nimeshinda mauti. Leo hii nataka kukupa ushindi ili uingie kwenye ndoa. Anataka kukupa ushindi ili uingie kwenye ndoa. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Wale ambao wako kwenye msimu wa ndoa, lakini kuna mtego wa mauti. Kuna mtego wa mauti. Kuna mtego wa mauti. Wengine ni kwa njia ya ajali. Wengine ni kwa njia ya ajali. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Naachilia moto lao. Naachilia moto lao. Hiyo mauti iliyofungwa kwenye majira ya ndoa. Wewe mauti iliyokaa kwenye majira ya ndoa. Wewe mauti iliyokaa kwenye majira ya ndoa. Na kuamuru ondoke sasa. 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 Nyosha mkono wako, funga macho. Usiniangalie mimi, funga macho. Lazima tupambane na ile mitego ya mauti. Sasa hivi imekuwa ni utaratibu, mabinti wanakuwa wajane katika umri mdogo sana, umri mdogo. Lakini hili sio kusudi la Mungu, ni mauti. Ni mauti, ni mauti. Na maana wengine tayari wameshavalishwa mavazi. Mungu akamwambia kwamba nenda kavue mavazi. Nenda kategue mauti. Mimi ambaye nimeshinda mauti nataka niwashindie mauti ambayo imekaa kwenye eneo la ndoa. Roho Mtakatifu naruhusu mauti, Roho Mtakatifu naruhusu moto lao. Wewe roho mauti iliyokaa kwenye ndoa. Wewe roho mauti iliyokaa kwenye msimu wa ndoa. Wewe mauti iliyokaa kwenye msimu wa ndoa. Wewe mauti iliyokaa kwenye msimu wa ndoa. Naamuru ondoke sasa. 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 Nyosha mkono wako wa kushoto tu. Mwingine ni hiyo jini mahaba imekusudia. Kwa wengine jini mahaba imekusudia lazima mume wako amondoe. Lazima huyo mwanaume aondoke. Wengine wanaume sasa hivi wamekuja, lakini kuna huyo jini mahaba. Kuna huyo jini mahaba amekuwa akiwa na utaratibu wa kuwafukuza hawa wanaume. Unashangaa wanaume wa Kristo wanakuja lakini wanaondoka. Wanakuja lakini hawadhamiri ndoa. Kwa kuwa kuna roho inawafukuza. Kuna jini mahaba ambaye haruhusu, ambayo hiyo ni roho ya kina Moab. Roho Mtakatifu naruhusu moto lao. Roho Mtakatifu naruhusu moto lao. Hao majini mahaba ambao hawataki ndoa za Kikristo. Hawataki waume wa Kikristo. Hawataki wanaume wa Kikristo. Hawataki mabinti walio na Kikristo. Hawataki hao wanawake waolewe na wanaume wa Kikristo. Kwa kuwa wamewaozesha tayari, wamewaoa. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Yeye majini mahaba ondoka. Wewe jini mahaba ondoka. Wewe jini mahaba ondoka. Wewe jini mahaba ondoka. Achia ndoa zao. 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 Sitaki uombe. Kuna wanawake sasa hivi activity ya jini mahaba ni kubwa sana. Ni kwa sababu uko kwenye msimu wa ndoa. Na as long as huyo jini mahaba yupo, ndio huyo ambaye anafukuza vijana, anasababisha delay kwenye msimu wako, delay. Nyanyua mkono wako juu wa kushoto. Roho Mtakatifu naachilia moto lao kwenye huo mkono ambao unasimamia ndoa. Agano la ndoa. Hao majini mahaba ambao wameketi kwenye mkono na wakavalisha pete, na wakavalishwa pete, na wakavalishwa pete, wanaondoka wanarudi kwa sababu ya pete. Wanaondoka wanarudi kwa sababu ya pete. Wanaondoka wanarudi kwa sababu ya pete. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Hao majini mahaba yaondoke. 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 Hao
wameshikilia. Wameshikilia kama wakwao, wameshikilia kama wake zao, wameshikilia kama wake zao. Wengine tayari wameshafanya malkia, wameshafanya malkia, wameshawekwa kuwa malkia, wameshawekwa kuwa malkia. Roho Mtakatifu naachilia moto lao, naachilia moto lao, naachilia moto lao. Huyo jini mahaba ondoke, na huyo malkia ondoke. 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 Mkono juu. Wengine leo hii ni maamuzi ya wazazi wako, ya location ambao wazazi wako walienda, na kuna roho ikapata nafasi ya kuzuia agano lako la ndoa. Nyosha mkono juu. Roho Mtakatifu, wako watu wale ambao leo hii changamoto ya ndoa zao kwa sababu ya maamuzi ya wazazi, maamuzi ya wazazi, maamuzi ya wazazi, maamuzi ya wazazi. Walienda sehemu ya fursa, lakini kuna roho ilipata nafasi. Walipata fedha lakini walipoteza ndoa. Walipoteza ndoa kwenye familia. Walipoteza ndoa kwenye familia. Walipoteza agano la ndoa kwenye familia. Walipoteza agano la ndoa kwenye familia. Roho Mtakatifu naruhusu moto lao. Naruhusu moto lao. Naruhusu moto lao. Every territorial spirit, hiyo roho iliyopata nafasi iliyotoka kwenye location ambao wazazi wako walihama, wazazi wako walikupeleka, ni shule wazazi wako walikupeleka, na hiyo jini likapata nafasi. Ni hiyo shule ambayo wazazi wako walikupeleka, na huyo jini akapata nafasi. Roho Mtakatifu naachilia moto lao, naachilia moto lao. Wengine jini mahaba alikuja kupitia shule, wazazi walikupeleka boarding school, na huyo jini mahaba akapata nafasi. Naachilia moto lao. Huyo jini mahaba ondoke sasa. Huyo jini mahaba ondoke sasa. Huyo jini mahaba ondoke sasa. Wale ambao jini mahaba alikuja kupitia location, alikuja kupitia location na eneo, alikuja kupitia location na eneo. Huyo jini mahaba ondoke sasa. Aondoke kwa chie, aondoke kwa chie, aondoke kwa chie, aondoke kwa chie. Huyo jini mahaba achie, achie ndoa yako, 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 achie ndoa yako. Wengine hawa jini mahaba wamedhamiria, wamedhamiria kwamba hautaolewa. Funga macho. Hautaolewa na Mkristo, hautaolewa, hautaolewa. Wengine mnatakiwa kuolewa na utumishi, lakini adui amedhamiria hautaolewa, hautaolewa, hautaolewa. Ni mwiko kwenu, ni mwiko. Haitakiwi watu wanaotoka kwenye eneo ambalo umetokea, hata kama ni eneo la nyumbani, lakini haruhusu watumishi. Na mimi naruhusu moto lao upite. Huyo mzimu wa babu ambao hataki watumishi, huyo mzimu wa babu ambao hataki vijana wenye Mungu, naachilia Roho Mtakatifu, naachilia Roho Mtakatifu, naachilia moto lao, naachilia moto lao, naachilia moto lao, naachilia moto lao. Huyo babu apigwe, huyo babu aondoke, huyo babu aondoke, huyo babu aondoke. Huyo babu ambaye anazuia wanaume waliokoka kuingia kwenye familia, kuolewa na mabinti zao, kuolewa na mabinti zao. Naachilia moto lao sasa, naachilia moto lao, 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 naachilia moto lao. Wale ambao hawana vibali vya kuolewa, vibali vimechukuliwa na jini mahaba, vibali vimechukuliwa na jini mahaba, naachilia moto lao. Huyo jini mahaba aondoke, 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 come out, aondoke. Huyo jini mahaba aondoke, achia ndoa yako, achia mahusiano yako. Huyo jini mahaba aondoke, achia mahusiano yako. Huyo jini mahaba aondoke. Kwani ni maamuzi ya wazazi uliowapeleka kwenye shule, walikupeleka kwenye, huyo aondoke, aondoke, achia ndoa yako, aondoke, achia ndoa yako, ondoka, achia ndoa yake, achia ndoa yako, achia ndoa yako, achia ndoa. Huyo jini mahaba aondoke, huyo jini mahaba aondoke, ondoka, achia ndoa yake, ondoka, achia ndoa yake, ondoka. Topete yake, topete yako, ondoka, 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 ondoka. Huyo jini mahaba ondoka, achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake, in the mighty name of Jesus. Huyo jini mahaba ondoke. Hao majina leo kuja kupitia shule, walipelekwa boarding school, wengine walienda kwa sababu ya location, wazazi walipelekwa kwa sababu ya fursa, lakini kuna jini mahaba alipata nafasi, kuna mzima alipata nafasi. Roho Mtakatifu naachilia moto lao. Huyo jini mahaba aondoke, huyo majini aondoke, hao majini aondoke, hao majini aondoke, hao majini aondoke, out, hao majini aondoka, ondoka, machie, ondoka, machie. Huyo jini mahaba ondoka, wachie, 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 in the mighty name of Jesus, wachie. Huyo jini mahaba ondoka, wachie binti, wachie binti, in the mighty name of Jesus, ondoka, wachie, in the mighty name of Jesus. She's so small, out, ondoka.
Mwachie. Out. Huyo ombewe. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Mwachie. Wewe jini baba ondoka, 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 ondoka. Achia mahusiano yake. Achia mahusiano yake. Achia mahusiano yake. In the mighty name of Jesus. Huyo jini baba ondoke, achia ndoa yako. Hao majini yaondoke. Hajalisha alikuja kwa sababu ya location ulienda, yatakiwa aondoke, aondoke. Na kama ni babu alimuita aondoke. Na huyo babu atoke. Na huyo babu atoke. Na huyo babu atoke. Huyo mzimu ambao anakupa uchungu. Huyo jini baba anakupa uchungu kila wakati. Uchungu kwenye mahusiano. Simama. In the mighty name of Jesus. Huyo jini baba ondoke, akuachie. Ondoke, akuachie. Ondoke, akuachie. Achie, come out. Out in the mighty name of Jesus. Ondoka. Ondoka. Out. Ondoka kwenye kifua. Ondoka na maumivu. Come out. Out in the mighty name of Jesus. Wewe jini baba ondoka. Umekuja kupitia huyo babu. Huyo babu ya ukoo. Ondoka, ondoka, ondoka. Ondoka, achia. Wewe jini baba ondoka. Mwachie. Mwachie, ondoka. Ondoka kwenye kifua. Ondoka. Out. Ondoka kwenye kifua. Ondoka, mwachie. Out in the mighty name of Jesus. Ondoka kwenye kifua. Come out. Come out. Wewe jini baba ondoka. Toka kwenye kifua. Out. Ondoka kwenye kifua. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Toka kwenye kifua. Majini baba ondoka. Ondoka kwenye kifua, toka. Toka kwenye kifua, ondoka. Achia mahusiano yake. Achia ndoa yake. Wewe jini baba uliokaa kwenye kifua na hata uchungu. Uchungu kwenye mahusiano. Uchungu kwenye ndoa. Uchungu kwenye mahusiano, ondoka. Ondoka. Wewe majini ondoka. Umekuja kupitia huyo babu. Toka kwenye kifua. Ondoka na uchungu wako. Ondoka na uchungu wako. In the mighty name of Jesus. Ondoka na huyo jini. Come out, ondoka. Ondoka. Toka kwenye kifua. Ondoka na hasira yako. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Come out. Toka kwenye kifua. Out. Ondoka. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Wewe babu ondoka. Babu na jini lazima ondoke. Babu na jini lazima ondoke. Huyo babu aliyomleta huyo jini lazima ondoke. In the mighty name of Jesus. Wewe babu ondoka. Ondoka na huyo jini. Out. Out. Ondoka kwenye kifua. Ondoka kwenye kifua. Ondoka kwenye ile neno la maamuzi. Ondoka, ondoka, ondoka. In the mighty name of Jesus. Come out. Out. Ondoka. Ondoka kwenye maamuzi yake. Out. Achia na maamuzi yake. Come out. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Out. Come out. Ondoka. Wewe jini baba ondoka, achia hivyo vifua. Toka kwenye kifua. Come out. Come out. Unapoondoka na babu aondoke. Out. Na babu aondoke. In the mighty name of Jesus. Achia maamuzi yao. Out. Ondoka. 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 Toka kwenye kifua. Ondoka kwenye kifua. Come out. Ondoka. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Toka kwenye kifua. Funga macho, funga macho. In the mighty name of Jesus. Huyo babu aondoke. Na huyo jini aondoke. Huyo babu aondoke. Na huyo jini aondoke. Achia hicho kifua. Achia maamuzi yako. Achia maamuzi yako. Aondoke. Huyo jini baba aondoke. Ondoka, achia maamuzi yake. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Huyo jini lazima aondoke. Huyo jini lazima aondoke. Haijalishi amekuja kupitia maamuzi ya babu. Aliyokubali kuondoka Bethlehem. Akaenda na jini likapata nafasi. Lazima aondoke. Out. Lazima babu na aondoke. Huyo jini lazima aondoke. Na huyo out. Come out. Funga macho, funga macho. The mighty name of Jesus. Achia. Achia, ondoka kwenye kifua. Ondoka kwenye kifua. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ondoka na huo uchungu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ondoka, achia ndoa yake. Achia. Achia mahusiano yake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ondoka, achia ndoa yake. Ondoka, achia ndoa yake. Ondoka, achia ndoa yake. Ondoka, achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Ondoka hicho kifua. Wewe jini ondoka. Wewe jini ondoka. Wewe jini ondoka. Hatakuwa wake wa pili. Hatakuwa wake wa pili. Ni mwiko kwa Mungu. Wake wawili. Ni mwiko kwa Mungu. Wake wawili. Come out. Ondoka. Ondoka. Kwa Kristo hatuna ndoa mbili. Hatuna wake wa pili hapa. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Out. Out. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Ondoka. Wewe babu ondoka na wewe jini. Come out. Out. Come out. Ondoka. Wewe babu na haribu mahusiano yake. Ondoka na hasira yako, ondoka na uchungu wako. Out in the mighty name of Jesus. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Ondoka kwa hicho kifua. Wewe babu ondoka na wewe jini ondoka. Wewe babu ondoka na wewe jini ondoka. Wewe babu leo kuja ukamleta na wewe jini. Wewe babu leo mleta na wewe jini ambaye anaharibu ndoa. Anaharibu agano la ndoa. In the mighty name of Jesus. Ondoka.
Ondoka. Ondoka. Ondoka. Kuna spirits zimekuja kwa sababu ya maamuzi ya mababu zetu. Na roho za haya mababu zinavuta roho nyingine. Zinavuta majini kwenye familia. Out. 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 Toka kwenye kifua. The mighty name of Jesus. Come out. Toka kwenye kifua. Come out. Toka kwenye kifua. Out. Ondoka kwenye kifua. Come out. Wewe babu ondoka na wewe jini. Come out. Achia. Out. Ondoka. Out. The mighty name of Jesus. Come out. Yes, mwachie. Mwachie. The mighty name of Jesus. Come out. The mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Out. Ondoka. Wewe maba ondoka. Ondoka. Achia. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Come out. Achia. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Ondoka kwenye ndoa yake. Ondoka kwenye ndoa yake. Wewe babu na wewe Maimuna ondoka. Wewe babu na wewe jini ondoka. Ondoka kwenye hicho kifua. Ondoka. Out. Toka kwenye hicho kifua. Come out. Toka kwenye hicho kifua. Ondoka. Toka kwenye hicho kifua. Come out. Toka kwenye hicho kifua. Out. Wewe babu na wewe jini toka. Toka. In the mighty name of Jesus. Hao majini yaondoke, 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 yaondoke. Yaondoke. Hao majini yaliokuja kupitia maamuzi ya babu. Yalikuja kupitia maamuzi ya babu. Ondoka kwenye hicho kifua. Ondoka. Ondoka kwenye hicho kifua. Ondoka kwenye hicho kifua. Wewe Maimuna ondoka. Ondoka. Wewe babu ondoka. Ondoka na wewe jini. Ondoka na huyo jini. Ondoka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty, kama sijakuambia kapo ukiwa na mwambie huyo jini aondoke. Na huyo babu aliyokuja kupitia maamuzi ya huyo baba wa familia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hiyo roho iondoke sasa. Huyo jini aondoke sasa. Huyo babu aondoke. Na hilo jini liondoke. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Huyo jini aondoke. Achia ndoa yako. Achia ndoa yako. Achia ndoa yako. Achia ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Aondoke. Aondoke, achia ndoa yako. Aondoke, achia ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Aondoke. Aondoke na wewe uchungu. Aondoke na hiyo hasira. Aondoke. Aondoke. Aondoke kwenye ndoa yako. Achia ndoa yako. Achia ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Hiyo roho aondoke. Huyo baba aondoke. Na hiyo jini aondoke. 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 In the mighty name of Jesus. Hao majini analeta visitation na usiku. Ukilala lazima uingiliwe na jini. Unaota unafanya mapenzi na jini. Huyo jini achie. Huyo jini amekuja kwa sababu ya huyo babu aliyofanya maamuzi kwa sababu ya fursa ya fedha. Out in the mighty name of Jesus. Out, ondoka kwenye kifua. In the mighty name of Jesus. Usiombe. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Out. Achia ndoa yake. Out. Jini ondoka. Out. Out. Ondoka. Ondoka. Mwachie. Mwachie. Ondoka, 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 ondoka. In the mighty name of Jesus. Ondoka mwachie. Ondoka mwachie. Ondoka mwachie. Ondoka mwachie. In the mighty name of Jesus. Huyo baba aondoke. Huyo baba aondoke. Huyo baba aondoke. Hao majini aondoke. Out. Out. In the mighty name of Jesus. Huyo baba na huyo jini aondoke. Achia ndoa yako. Achia ndoa yako. Achia jina yako. Hao majini aondoke. Yaachie ndoa yako. Out. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Out. Toka kwenye kifua. Toka na uchungu wako. In the mighty name of Jesus. Come out. Come out. Mwachie. Out. Mwachie. The mighty name of Jesus. We babu na we jini toka, 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 toka. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Mwombeni. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Hao majini yaondoke. Hao majini yaondoke. Hao majini yaondoke. Hao majini yaondoke.
achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Majina ondoka kwenye kifua, yatoke kwenye kifua, yaondoke, yaachie maamuzi yako, yaachie maamuzi yako, yaondoke na uchungu, yaondoke na uchungu, yaondoke na hasira in the mighty name of Jesus. Waachie ndoa yako, waachie ndoa yako, waachie ndoa yako, waachie ndoa yako, waachie ndoa yako in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, come out, achia ndoa yake in the mighty, come out. Babu na jini ondoka, out, out in the mighty of Jesus. Achia, come out in the mighty of Jesus. Huyo babu aondoke na huyo jini aondoke. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty, out, come out, come out in the mighty of Jesus. Out, ondoka nje kifua, toka, come out, achia, achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia mahusiano yake, out, ondoka na uchungu, out in the mighty of Jesus. Ondoka, out in the mighty name of Jesus, in the mighty, ondoka, come out, come out, in the mighty name of Jesus, come out, ondoka na uchungu, toka na uchungu, ondoka na uchungu kwenye kifua, ondoka na uchungu kwenye kifua in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Huyo jini baba ondoke, achia kifua, atoka kwenye kifua in the mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka in the mighty name of Jesus. Achia kifua, toka, achia kifua. Huyo jini baba ondoka, ondoka, ondoka na babu ondoka, toka kwenye kifua in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ondoka huo mzimu wa babu aliyofanya maamuzi ya kwenda kwa sababu ya fedha, kwenda kutafuta mafanikio kwa sababu ya fedha, na kuna roho ambayo haitaki mauzao, haitaki marriage, anti marriage, out in the mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake. Wewe jini ondoka na mzimu wa babu, achia in the mighty name of Jesus. Out, toka kwenye kifua, out, ondoka kwenye kifua in the mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka kwenye kifua, out, out, ondoka in the mighty name of Jesus. Come out, achia kifua. Acha mko wapi? In the mighty name of Jesus. Out, come out, come out, ondoka, out, achia kifua, achia kifua, come out, out in the mighty name of Jesus. Saidieni in the mighty name of Jesus. Mwachie, out, out, ondoka, out, toka kwenye kifua. Achia ndoa yake, wewe babu, achia, achia ndoa yake, achia ndoa yake, out in the, kwenye msimu wa ndoa babu, out, ondoka na jini, come out in the mighty name of Jesus. Out, out in the mighty name of Jesus. Achia, achia ndoa yake, out, achia in the mighty name of Jesus. Come out, wewe jini ondoka, wewe jini ondoka in the mighty name of Jesus. Toka kwenye kifua, toka kwenye kifua in the mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka in the mighty name of Jesus. Wewe jini ondoka na huyo babu, ondoka in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, out, out, ondoka, ondoka, achia ndoa, achia hiyo ndoa, achia hiyo ndoa, toka, out in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Wewe jini baba ondoka. Kama umeketi, chukua sadaka yako, mshukuru Mungu, tunaenda kufunga ibada in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Wewe baba ondoka, ondoka, achia ndoa yake, achia ndoa yake, achia ndoa yake, out, baba ondoka, out, wewe jini ondoka, come out, out in the mighty name of Jesus. Wewe jini ondoka, achia hiyo ndoa, achia hiyo ndoa, ondoka kwenye kifua, achia hiyo ndoa, achia hiyo ndoa, achia ndoa yake, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Toka, achia hiyo ndoa, achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake in the mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka kwenye kifua, wewe mzima ondoka, wewe mzima unaozuia ndoa, ondoka kwenye kifua, achia, achia in the mighty name of Jesus.
Wewe mzimu na wewe majini, wewe jini ondoka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wewe jini unaozuia ndoa yake, ondoka. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Achia familia yake. Ondoka. Achia familia yake. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake sasa. Achia ndoa yake sasa. In the mighty name of Jesus. Chukua sadaka yako, simama. Out in the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake sasa. Achia ndoa yake sasa. Achia ndoa yake sasa. Out. Achia ndoa. Achia ndoa. Out wajini, achia ndoa. In the mighty name of Jesus. Wewe babu, achia ndoa yake. Achia. In the mighty name of Jesus. Achia ndoa yake. Come out. Toka kwenye kifua. Out. Ondoka. Out. Wewe babu, ondoka. Ondoka na wewe jini. Come out. Come out. In the mighty name of Jesus. Toka kwenye kifua. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Out. Toka kwenye kifua. Wewe babu na jini ambataneni. Come out in the mighty name of Jesus. Ondoka. 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 In the mighty name of Jesus. Ondoka. Out. Achia. Achia mahusiano yake. Achia. Wewe babu, ondoka. Na wewe jini ondoka. Wewe jini baba, ondoka na wewe babu. In the mighty name of Jesus. 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 Wewe babu, ondoka. Na wewe jini ondoka. Wewe jini baba, ondoka. Wewe jini ondoka. Out. Out. Achia ndoa yake. Out. Ondoka. Babu, jini ondoka. Out. The mighty name of Jesus. Ondoka. Ondoka. Wewe jini baba, ondoka. Achia. Out in the mighty name of Jesus. Wewe babu, ondoka, achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Na majini ondoka. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. In the mighty name of Jesus. Toka kwenye kifua. Toka kwenye kifua. In the mighty name of Jesus. Ondoka. Achia ndoa yake. Achia ndoa yake. Ondoka kwenye kifua. Ondoka. In the mighty name of Jesus. Ondoka babu. Ondoka na jini. Ondoka, achia ndoa yake. Achia familia yake. In the mighty name of Jesus. Ondoka kwenye kifua, ondoka. Ondoka. Achia familia yake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chukua sadaka yako hapo ulipo. Abrakete basi la kale. Lebrakata basata mama tumekita bakata. Nabasela. Yesu asifiwe. Tuko kwenye msimu wa nini? Wa vita. Vita kwenye uzao, vita kwenye mahusiano, mpaka ushinde usimame katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutanyamaza. Hatutaacha kuingia kwenye vita mpaka tuone amani imetulia kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeketi, naomba usimame. Kuna kitu ambacho natamani ufahamu sana katika hili somo la pili. Ya kwamba lazima tuwe angalifu sana wakati tunapoenda. Kokote ambapo tunaenda tuwe uangalifu. Tuwe angalifu na spirit ambazo ziko kwenye eneo. Tuwe angalifu na fursa ambazo tunaziona tu. Usitamani mwanaume ukaona tu eneo la uchumi. Mungu akaupe jicho la kuona nje ya nyuma ya uchumi. Kuna nini ambavyo vinaweza kukwamisha mafanikio yako ya ndoa? Kuna nini vinaweza kukwamisha mafanikio yako kwa wewe kuraise a family yenye stability? Wewe kuweza kuozesha watoto wako na akawa stable kwenye familia zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kote ambapo tunatamani watoto wetu kwenda, hata kama ni shule tunawapeleka, basi Mungu akatupe jicho la kuona sio tu kama ni shule nzuri, lakini pia ni shule ambayo ina usalama wa future za watoto katika eneo la familia na ndoa zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyanyua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nasema asante kwa uaminifu wako. Asante Baba kwa ajili ya divine victory ambayo Mungu umeachilia katika maisha yetu katika eneo la mahusiano. Mungu tazama, ni kweli ambapo Mungu tulikuwa hatuna ufahamu wa territorial spirit. Tulikuwa tuna ufahamu Bwana, lakini hata wazazi wetu Mungu walikuwa hawana ufahamu ya kwamba Mungu kule unapoenda Baba anafungua milango ya ataki katika maisha yetu. Baba nasema asante kwa ajili ya kila breakthrough ambayo Mungu umeachilia. Asante Mungu kwa ajili ya vile vifungo ambavyo leo hii umeviondoa katika maisha yetu. Baba tazama na wakabidhi hawa watoto kwako na kusi uwalinde. Mungu tazama, neno lako nasema kwamba umetuweka kwenye mipaka. Mungu kuna mipaka ambayo Mungu umeweka sisi kuwa na makazi Bwana. Mungu nakusihi ukawape neema Mungu wa watoto wako kufahamu maeneo ambayo Mungu atakuwa kuketi, maeneo ambayo Mungu atakuwa kuweka makao yao Bwana. Ni kweli Mungu utaita watoto kwenda Mungu katika nchi kama za Misri ambayo Mungu hauna maagano na hizo nchi, hauna maagano na hayo maeneo Bwana. Lakini Mungu tazama tuonyesha kwamba kama ilivyokuwa Mungu kwa wana wa Israeli, ya kwamba Mungu alikuwa kuna Goshea, sehemu ambapo Mungu
ulioweka Bwana, sehemu ambapo Mungu katika mapigo yote Mungu uliofanya kwa Misri, Mungu tazama watoto wako walikuwa salama. Baba nakusihi kuna wengine Mungu wataenda Mungu katika nchi ambazo Mungu hauna maagano na hizo nchi. Mungu tazama, ninaamini kuna eneo ambalo Mungu umeweka kwa ajili ya watoto wako kustawi. Ni kweli hauna agano na hilo nchi, ni kweli hauna maagano na hizo nchi, lakini Mungu anajua kwamba kuna eneo ambalo Mungu lipo kwa ajili ya watoto wako kustawi. Baba ninaomba kwa ajili ya hii nchi na watoto wako ambao Mungu amekusudia kuestablish katika nchi ya Tanzania. Baba nakusihi ukawasaidia wakakae katika ile mipaka ambayo Mungu amewekea ya wao kustawi na familia zao. Mungu nakusihi ukawape neema ya kutambua ya kwamba Mungu hasa watoto wao wanatakiwa kwenda kwenye shule zipi Bwana, ambazo Mungu hizo shule zitakuwa sio tu salama kuwapa elimu, lakini Mungu zitakuwa pia salama kwa ajili ya future ya uzao wao, future ya ndoa zao Bwana. Baba ninaomba kwa ajili ya watoto wako siku ya leo. Asante Baba kwa ajili ya kila mwanamke ambaye leo hii Mungu umerejesha amani kwenye ndoa yake Bwana. Na mimi Mungu nakusihi amani kakae kwenye ndoa. Mimi nakusihi Mungu hii amani kakae kwenye ndoa zao Bwana. Baba nasema asante kwa ajili ya kila binti ambaye leo hii umemfungua katika vifungo Mungu vya majini, vifungo vile mizimu ambao Mungu imesababisha akwame au na delay Mungu katika eneo lake la ndoa. Baba nasema asante kwa kuwa umemfungua. Umevua Mungu mavazi ya ujane na Mungu uko tayari kumuingiza kwenye ndoa ambayo ni sahihi. Mungu nasema asante. Baba nasema asante kwa kuwa ni hao ambao Mungu amekusudia wakaolewe na wale akina Boaz wa kizazi hichi. Baba nakusihi ukawape neema ya Mungu ya kuona ile kusudi ya Mungu, akubali kwenda Mungu kwenye mashamba ya Boaz, na Mungu katika kufanya kwa kazi Mungu atakutana na ume zao. Mungu nakusihi akakubali kwenda Mungu kufanya kazi Mungu kwenye maeneo ya biashara, kwa kuwa Mungu anajua kwamba katika biashara watakutana na maboaz. Mungu anakubali Mungu hata kuja kwenye ibada, kwa kuwa Mungu anajua kwamba kwenye ibada Mungu atakutana na boaz wao Bwana. Baba nakuomba ukawasaidia kila mwanamke ambaye Mungu ana ndoa, asifanye maamuzi Mungu akaona mafanikio ya fedha, ukampe jicho la ziada Mungu wa kuona mafanikio ya familia yake, mafanikio ya watoto wake Mungu, ya familia na ya ndoa. Baba tazama na kabidhi hili kundi kwako katika vyote ambavyo Mungu amefanya session ya kwanza na session ya pili. Mungu nakusihi uwalinde ndani ya mipaka ambayo Mungu umewapa katika hii madhabahu, katika nyumba zao Mungu kawalinde na kuwatunza. Wale ambao Mungu umekusudia kuhamisha hapo walipo Mungu kuweka eneo lingine, Baba nakusihi ukafungulie milango ya uchumi, ukawezeshe Mungu wakaondoke katika haya maeneo Bwana, kwa kuwa Mungu najua hayana ulinzi wa ndoa, hayana ulinzi wa uzao. Baba nasema asante kwa wema wako, asante kwa kuwa Mungu utawezesha na kufanikisha. Ni katika jina la Yesu Baba ninaomba na kushukuru, amen.